Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Asante Bwana Yesu kwa rehema. Asante kwa neema zako Bwana. Asante kwa ajili ya asubuhi hii ya leo. Asante kwa ajili ya kipindi hichi chema cha Morning Glory. Asante kwa ajili ya kila mmoja kati yetu. Pokea sifa na utukufu Bwana. Pokea sifa na heshima Bwana. Pokea sifa na uweza Bwana. Tuko mikononi mwako Bwana. Tunaomba tukajifunze kulingana na unavyotaka wewe. Tukayajue mapenzi yako, tujue kukutegemea wewe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Ninamimina damu yako kwenye fahamu zetu. Ninamimina damu yako kwenye akili zetu. Ninamimina damu yako kwenye macho yetu ya kiroho. Tunamimina damu yako kwenye mioyo yetu. Tutiwe nuru sasa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Neema yako ikadhihirike ndani ya kila mmoja wetu kwa utukufu wako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Asante Roho wa Bwana. Amen. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Tutalisoma neno la Bwana kutoka kwenye kitabu cha Zaburi ya 31. Zaburi ya 31. Kuanzia ule mstari wa kwanza. Anasema, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye, unitegee sikio lako, uniokoe. Uniokoe, unitegee sikio lako, uniokoe hima. Uwe kwangu mwamba wa nguvu, nyumba ya wenye maboma, nyumba yenye boma ya kuniokoa. Ndiwe genge langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina lako uniongoze. Utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri, maana wewe ndiwe ngome yangu. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Umenikomboa Bwana, Mungu wa kweli. Na wachukia wao washikao yasiyofaa yenye uongo, bali mimi nitamtumaini Bwana. Na nishangilie, nizifurahie fadhili zako, kwa kuwa umeyaona matendo yangu. Umeijua nafsi yangu taabuni, wala hukunitia mikononi mwa adui. Miguu yangu umeisimamisha panapo nafasi. Bwana unifadhili, maana katika dhiki jicho langu limenyauka kwa masumbufu. Na mwili wangu na nafsi yangu
maana maisha yangu yamekoma kwa huzuni, na miaka yangu kwa kuugua. Nguvu zangu zinatetemeka kwa uovu wangu, na mifupa imekauka kwa sababu ya watesi wangu. Nimekuwa laumu, naam, hasa kwa jirani hasa kwa jirani zangu, na kitu cha kutisha kwa rafiki zangu. Walioniona njiani walinikimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neno la Bwana tunalipata kwenye kitabu hichi cha Zaburi, na tunamuona mwimba Zaburi wakati huu inaonekana alikuwa ni mtu ambaye hana furaha. Alikuwa ni mtu ambaye moyo wake unaonekana kuwa na mahangaiko. Wakati ambao alikuwa yupo kwenye tabu fulani anaipitia. Lakini cha kwanza alichokisema ni kwamba nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Hapa tunajifunza kwamba unapokuwa katika tabu, unapokuwa katika dhiki na shida mbalimbali, unapokuwa kwenye mateso ya namna nyingi, neno lako la kwanza unapoenda mbele za Mungu kuomba, unaanza na nini? Unaanzaje unapokutana na uso wa Bwana? Maana kitendo cha kuomba ni kuamini kwamba Mungu ananisikia. Unapoomba amini kwamba Mungu ananiona. Unapoomba unaamini kwamba Mungu yuko hapa pamoja na mimi. Kwa sababu ingekuwa tukivuta picha ya mzazi na mwana, pale ambapo wewe ndio mwana, huwezi kumuomba baba ule uhitaji wako kama haupo naye. Huwezi kumuomba mzazi ikiwa haupo naye. Unapoamka asubuhi na kusema baba, ninaomba labda hela ya daftari, ninaomba hela ya kitu fulani, unaamini yuko hapo, anakusikia au anakuona au anaweza kukusaidia. Ndivyo hivyo na sisi tunapoenda mbele za Mungu, ni kwamba tunaamini huyu Mungu anasikia, huyu Mungu yuko hapa, huyu Mungu ananiona, anaweza kunisaidia, naweza kunijibu. Ndio maana ya maombi. Hakuna anayemwomba Mungu huko akitarajia ya kwamba Mungu hawezi kumjibu. Hakuna anayepeleka hitaji mbele za Bwana akitarajia kwamba Mungu hawezi kumsikia. Wote wanaoenda mbele za Mungu kwa imani wanaamini Mungu yuko pamoja nao, Mungu anasikia, Mungu anaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunajiuliza, unapokuwa mbele za Bwana, unaanzaje pale unapokuwa wakati wa matatizo? Wengi wanaanza kwa kunung'unika, wengi wanaanza kwa kulia, wengi wanaanza kwa kuona kwamba Mungu umeshindwa. Kwa nini Mungu uliniacha? Kwa nini kwenye hili ulinyamaza? Lakini mwimba Zaburi ameanza kwa kuonesha ya kwamba huyu ninayemtafuta ana uwezo wote wa kunisaidia. Huyu ninayemtafuta ana mamlaka yote ya kunivusha. Huyu ninayemtafuta ana uwezo wote wa kunitoa kwenye majaribu ninayoyapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Nimejaribu kila namna, nimekwama. Nimetegemea watu mbalimbali, nao wameshindwa kunivusha. Nimetegemea mifumo mbalimbali, nayo imeshindwa. Nimetumainia kazi za mikono yangu, nazo zimeharibika, nimeshindwa kuvuka. Nimejaribisha jitihada za madaktari wa aina zote, nako nimekwama, wameshindwa kunisaidia. Nikukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Nimejaribu biashara za aina zote, nimejaribu marafiki wa aina zote, nimejaribu njia zote, lakini zote zimekwama katika kunivusha, zimekwama katika kunisaidia. Yamkini ni alikuwa anapita jaribu la kukimbia vita vilivyokuwa. Kumbuka sehemu kubwa ya Zaburi imeandikwa na
Mfalme Daudi, na sehemu nyingi alikuwa katika kukimbia Sauli, sehemu zingine alikuwa machungani wakati anachunga kondoo za baba yake mzee Yese. Sasa ni wakati fulani alikuwa kwenye matatizo mazito, amejaribu kuangalia kukimbilia mji huu na mji huu na mji huu, lakini wakati mwingine alipomuuliza Bwana, je, huko watanitoa? Bwana anamwambia ndio, watakutoa. Mtumishi Mungu Daudi anasema, sasa kwa kuwa kila pahali nimekwama, mimi Mungu nimekukimbilia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tunajifunza kwamba hatumkimbilii Mungu peke yake kwa nguvu zote, kwa tumaini lote, baada ya kuwa shughuli zetu zote zimekwama. Tunamkimbilia Mungu mwanzoni, wakati ndio mambo yameanza kuchachamaa, wakati ambapo option ni nyingi. Wa kwanza tunayeanza kumkimbilia ni Bwana, maana yeye ni Bwana wa mabwana, yeye ni Mungu wa miungu, yeye ni mwanzo na mwisho, yeye ni mfalme wa wafalme, yeye ni jawabu la mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama kanisa, sisi tunaomwamini, inatupasa ya kwamba option namba moja tunapopita kwenye matatizo, chaguo letu la kwanza tunapopita kwenye dhiki nyingi iwe ni Yesu. Chaguo la pili tunapopita kwenye dhiki nyingi iwe ni Yesu. Chaguo la tatu tunapopita dhiki nyingi bado ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna namna nyingine tunayoweza kusema basi kwa kuwa Yesu amenyamaza, ngoja nikategemee labda kilimo. Kwa kuwa Yesu amenyamaza, ngoja nikategemee mikopo. Kwa kuwa Yesu amenyamaza, ngoja nikamtegemee kiongozi fulani anaweza kunisaidia. Nasema hao wote ni bure, na mbingu zinaweza zikahesabu kama ni ibada ya sanamu unafanya, ikiwa umewafata pasipo Mungu kukuongoza, ikiwa umewafata kwa kukwepa kumgoja Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linatuonyesha ya kwamba amelaaniwa yeyote yule amtegemeaye mwanadamu, yeyote yule amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Mungu. Kumtegemea mwanadamu inawezekana ikiwa ni Mungu amemweka, kwa sababu ni Mungu ndani yake ndiye atakayekuwa anakusaidia. Lakini ikiwa unatumainia mwanadamu na moyoni umemwacha Mungu, jua kwamba hapo ni kujitafutia laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa neno nasema, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Najiuliza, kimbilia Bwana huwa wakoje? Wanafananaje? Wanasaidikaje? Haleluya. Wanaomkimbilia Bwana, cha kwanza ni kwamba wanaondoa tumaini pengine popote pale ambapo pangeweza kusimama kwa nafasi ya Bwana ili kutoa msaada. Ukichagua kumkimbilia Bwana, lazima uamini ya kwamba ni Bwana peke yake ndio anayeweza kukuvusha. Ni Bwana peke yake ndio anayeweza kukusaidia. Ni Bwana peke yake ndio anayeweza kukutoa. Unapochagua kumkimbilia Bwana, hakikisha haumchagui Bwana na pembeni kuna kamungu kengine. Hakikisha haumchagui Bwana na pembeni kuna nguvu nyingi. Hakikisha ya kwamba haumtumainii Bwana na pembeni kuna kamadhabahu kingine. Ikiwa umeamua kumtumainia Bwana, weka vingine vyote pembeni, alafu utavifuata. Ikiwa ni Bwana amekwambia nenda na mahali fulani, nenda na mahali fulani, nenda na mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo la wengi katika kanisa la leo ni kwamba unamtumaini Bwana lakini pembeni yake una plan B. Kama Bwana akinyamaza, kama Bwana akikwama, nitachukua na hatua hii nyingine. Bwana anatufundisha ya kwamba hapana. Huko ni kuabudu sanamu,
huko ni kutetemeka mbele za miungu mingine ili kutaka msaada, huko ni kutafuta namna nyingine tofauti na mbingu. Na Bwana anatusemesha kwenye hayo yote ni laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye, unitegee sikio lako, uniokoe. Ukishaanza kumfuata Bwana, cha kwanza amini ya kwamba kila kitu unakipata kutoka kwa Bwana. Yesu asifiwe. Ni aibu ilikuwa inataka kukupata, Bwana aliaibika, alichukua adhabu yako, alichukua aibu yako. Ikiwa ni magonjwa yanataka kukupata, mkimbilie Bwana, yeye anao uponyaji wako. Ikiwa hasara inataka kukupata na unaiona, au upo kwenye dimbwi la hasara, we mkimbilie Bwana, utaona faida. Ikiwa ni changamoto labda ya uzao inataka kukupata, kwa tatizo lolote, mkimbilie Bwana, ana majibu ya matatizo yako. Ni majeshi yanajipanga kulia, kushoto, mbele, nyuma. Ukitizama mbele bahari, nyuma majeshi. Hakuna namna ya kuvuka. Ukitizama mbele ni mauti, ukitizama nyuma ni mauti, ukitizama kila upande, kwenye vitu vyote unaona anguko. Hapo mkimbilie Bwana. Hakuna pahali ambapo waliwahi kumtumaini Bwana kwenye Biblia na wakashindwa. Hakuna mahali ambapo waliwahi kumtumaini Bwana na Bwana akawaacha wakaangamia. Labda wao walikuwa wanamtafuta Bwana kwa hila, labda walimkimbilia Bwana kwa ajili ya mambo yao wenyewe na si kwa ajili ya kumtaka Mungu. Ukimtafuta uso wa Bwana, kumtaka yeye na nguvu zake, kumtaka Mungu na uweza wake, kumtaka Mungu na rehema zake, kumtaka Mungu na mamlaka yake, hakuna namna mbingu zitanyamaza, mbingu zitasimama kwa ajili yako, ili mradi uko umeamua kutafuta uso wa Mungu. Kusema kwamba nimekukimbilia Bwana ni kusema kwamba uso wako ninautafuta ili. Sasa hakuna aliyewahi kuona uso wa Bwana na akatembea katika udhaifu. Hakuna aliyewahi kuona uso wa Bwana na akatembea akiwa furaha. Hakuna aliyewahi kuona uso wa Bwana na akatembea katika kushindwa. Hakuna aliyewahi kuona uso wa Bwana na akatembea katika kuanguka. Tunapotembea katika uso wa Bwana, lazima furaha iwemo ndani yetu. Tunapotembea katika uso wa Bwana, lazima amani iwemo ndani yetu. Tunapotembea katika uso wa Bwana, lazima nguvu ziwemo katika nafsi zetu, kwa sababu furaha ya Bwana ni nguvu yangu. Sura ya Bwana ni kicheko kwangu. Unapokuwa na Bwana, una uhakika kwamba Bwana ni nguvu, ni zaidi ya kila kitu. Hakuna nguvu za kumshinda. Bwana ni tumaini langu, hakuna chochote kinachoweza kunitisha. Bwana ni uweza wangu, hakuna chochote kinachoweza kunishinda. Ukichagua kumkimbilia Bwana, umechagua fungu jema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yesu ameenda kwa Martha na Mariamu, alikuwepo wawili. Mmoja, Mariamu, amechagua kukaa miguuni pa Bwana, na mwingine Martha alichagua kuhangaika kwa utumishi mwingi. Maana yake nini? Mmoja alimkimbilia Bwana na akaamua kukaa miguuni pake kumtumaini yeye, kwamba Bwana, nikiona hatua zako ndio zangu, ukinyanyua hatua zako ndio zangu zitafuata. Utakachokisema ndicho nitakachokitenda. Niko hapa nielewe, niko hapa unifundishe jinsi ya kuenenda katika tumaini lako. Lakini Martha, yeye alikuwa akihangaika na utumishi mwingi. Maana yake ni kwamba alikuwa hajatulia miguuni pa Bwana. Ni wengi wanaweza wakawa wanatafuta msaada huku, wanafanya kile, kikianguka ndo unarudi kwa Bwana. Unajaribu hiki, kinasonga, kikianguka ndo unarudi kwa Bwana. Neno la Bwana linatuonyesha hapana, lazima tuanze na Bwana, lazima tumalize na Bwana. Hakuna aliyewahi kuanza na Bwana na akakwama na akashindwa na Mungu akanyamaza au Mungu akamwacha. Wote waliofanya na Bwana, Bwana
aliwapigania mpaka mwisho wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kumkimbilia Bwana ni kuchagua fungu jema. Kumkimbilia Bwana ni kuchagua amani. Kumkimbilia Bwana ni kuchagua furaha. Kumkimbilia Bwana ni kuchagua ushindi, kwa sababu ndani yake tunashinda na zaidi ya kushinda. Ndani yake tunaweza yote, kwa sababu yeye ni muweza wa yote. Ndani yake tunaweza mambo yote, hakuna lililo gumu kwake. Na kwa kuwa roho wake ameunganishwa na roho zetu katika Kristo, na sisi tunakuwa na ule uweza wote kudili na mambo yote. Wakati mwingine unaweza ukajiona upo katika namna ya kushindwa, lakini nikwambie tu mtu wa Mungu ya kwamba katika kushindwa huko Mungu ameshinda ndani yako. Ndio maana pamoja na yote yaliyotokea, pamoja na mijeledi na mawe, ndani yako bado iko furaha, ndani yako bado iko amani, ndani yako bado limo tumaini, ndani yako bado unauona uweza. Hizo ni ishara ya kwamba bado umeshinda, kwa sababu aliye ndani yako ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua ya kwamba umeshindwa, kagua uko na Bwana lakini huna furaha, hapo adui amekuwini. Uko na Bwana lakini huna tumaini, jua kwamba adui amekushinda. Uko na Bwana lakini una hofu ya miungu mingine, una hofu ya kuanguka, una hofu ya una hofu ya magonjwa, una hofu ya kukaa kwenye hiyo familia, una hofu ya umaskini, hapo adui amekushinda. Ukiwa na Bwana unaweza ukapita kwenye bonde la umaskini na bado una amani. Unaweza ukalala ujala, lakini bado ndani yako imefuraha. Unaweza ukashindwa kusoma, ukashindwa kusomesha watoto, ukashindwa kuanzisha biashara, biashara imekufa, lakini ukiwa na Bwana, ile amani ipitayo akili zote ni ushindi tosha. Kwa sababu siku zote mawazo ya shetani ni kuchinja, kuua na kuharibu. Alitaka haribu furaha yako, alitaka haribu ushindi wako, alitaka haribu amani yako, alitaka haribu nguvu zako, ubaki mpweke, huna tumaini. Lakini ukiona kwamba pamoja na magumu unayopitia tumaini lipo, amani ipo, unasikia nguvu za Mungu, unajisikia kunena, unajisikia kumtukuza Mungu, hapo ujue katika ulimwengu wa roho umeshinda na zaidi ya kushinda. Hata kama kimwili mambo yote unaona kwamba hayapo sawa, jua kwamba wewe ni mshindi katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna aliyewahi kumkimbilia Bwana akai. Hakuna aliyewahi kumtafuta Bwana na akakwama. Hakuna aliyewahi kumkimbilia Bwana na akashindwa. Wote waliochagua kumkimbilia Bwana waliweza milele. Haleluya. Unafanya vita dhidi ya mauti, unafanya vita dhidi ya uharibifu, unafanya vita dhidi ya miungu upande wa mume wako, unafanya vita dhidi ya kufeli na kuanguka. Mimi nikwambie, chagua kumkimbilia Bwana. Chagua kumkimbilia Bwana. Iwe plan A ni Bwana, plan B ni Bwana, hata zikiwemo C na D, zote chagua kumkimbilia Bwana. Chagua kumtumaini Bwana. Haleluya, haleluya. Kwa haki yako uniponye, unitegee sikio lako, uniokoe. Uwe kwangu mwamba wangu, mwamba wa nguvu, nyumba yenye boma ya kuniokoa. Ndiwe genge langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina lako uniongoze, unichunge. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na magumu, pamoja na vita, pamoja na mateso, Bwana nakwambia, upitapo katika bonde la uvuli wa mauti, nitapita pamoja na wewe. Kule kupita pamoja na wewe kunatimiza hili ya kwamba wewe ndiwe genge langu na ngome yangu. Genge maana yake ni vitu vilivyosonga sana, vitu vilivyozunguka sana, vimegangana sana, viko pamoja, karibu sana. Kwa hiyo kusema ndiwe genge langu, maana yake
Bwana yuko ndani yako, yuko juu yako, yuko kulia kwako, kushoto, yuko mbele, yuko nyuma. Ni genge, amekuzonga sana, yupo karibu na wewe sana. Sasa ikiwa Bwana ni genge lako, hata upite kwenye maji mengi namna gani, wewe una uhakika, mbele yangu yuko Bwana, nyuma yangu yupo Bwana, kulia kwangu, kushoto yupo Bwana, ndani yangu, juu kote yuko Bwana, chini yuko Bwana, amenizunguka kila upande. Anasema nyumba yenye boma ya kuniokoa. Pamoja na vita vyote, yeye anakuwa ni kama nyumba. Sisi ni nyumba ya Roho. Roho Mtakatifu yupo ndani yetu. Sisi ni nyumba ya sala. Mungu yupo ndani yetu. Sisi ni nyumba ya neno. Mioyoni mwetu tumeliweka neno lake. Sasa tunapokuwa wakati wa vita, yeye ndio anakuwa nyumba. Tunapokuwa wakati wa mateso, yeye ndio anageuka nyumba yetu. Tunapokuwa wakati ambao hatuoni mbele, hatujui nini cha kufanya, baridi ni kali, upepo ni mwingi, vita ni kali, dhoruba ni kali, anasema uwe nyumba yangu, uwe nyumba yenye maboma ya kuniokoa. Kwa sisi ni nyumba ya Bwana na yeye ni nyumba yetu. Mimi ndani ya Bwana na Bwana ndani yangu. Yesu akasema wote wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja, kama sisi tulivyo na umoja. Huwezi mtenganisha Baba na Mwana, huwezi mtenganisha Mwana na Roho, huwezi mtenganisha Roho na Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, wote tuwe na umoja kama Bwana alivyo na umoja. Haleluya. Sasa Roho Mtakatifu ameunganishwa na roho zetu, amemiminwa, yupo ndani yetu. Roho yangu, roho yake, zote zimo sambamba. Ni lini nitashindwa? Roho yako na roho wa Yesu Kristo yupo ndani, kwa pamoja wanatenda kazi pamoja. Ni lini utaona kuanguka? Hakuna. Adui anaweza akakuhubiria, adui anaweza akajaribu kukusemesha ya kwamba kwenye hili tayari umekwama, lakini mimi nikwambie jibu ni moja tu: hautawahi shindwa ukiwa na Bwana. Hakuna aliyewahi kushindwa akiwa na Bwana. Tatizo la watu wengi ni kwamba katika kanisa la leo, wengi hawajui wao ni kina nani katika ulimwengu wa roho. Wengi hawajijui kwamba wanapiganaje vita katika ulimwengu wa roho. Wanaoendana naye hana silaha kubwa, hana uwezo mkubwa, hana mamlaka kubwa, ila ana uwezo mkubwa wa kufanya hila. Ana uwezo mkubwa wa kukusemesha ujione huwezi. Ana silaha za kutisha lakini ni butu. Ana nguvu nyingi lakini ni ndogo sana ukilinganisha na silaha tulizonazo sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa Bwana ni nguvu yetu, hakuna silaha ya kulingana na Bwana. Ikiwa Bwana ni ushindi wetu, hakuna ushindi mwingine unaweza ukashindana na ushindi wa Bwana. Ikiwa damu ya Yesu ndio silaha yetu, hakuna damu nyingine inayoweza kushindana na sisi. Ikiwa neno la Bwana ndilo nguvu yetu, hakuna neno lingine kutoka kitabu kingine chochote kinachoweza kushindana na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa tumaini letu liko kwa Bwana, hakuna mwingine anayeweza kuwa na tumaini likubwa la kuweza kutuangusha sisi ndani ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa Bwana ni madhabahu yetu, hakuna madhabahu nyingine inayoweza kushindana na madhabahu ya Bwana, kwa sababu alifanyika bora kupita vyote. Alifanyika bora kupita maagano yote. Alifanyika bora kuliko sadaka zote. Alifanyika bora kuliko kazi zote zilizowahi kufanyika katika ulimwengu wa roho au katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ukiwa na Bwana ni zaidi ya kuwa na silaha ya aina yoyote ile. Kimwili unaweza ukatizama silaha za adui zako, unaweza ukatizama majeshi yake, lakini majeshi yote ya adui ni theluthi ya jeshi lililobaki mbinguni. Ni robo moja iliyotupwa pamoja na Ibilisi. Robo tatu
tunayo sisi. Wakati mwingine tunaweza tukasema watenda kazi ni wachache, lakini katika ulimwengu wa roho ni wengi. Majeshi yaliyo nyuma yetu ni mara 3 zaidi ya kile ambacho adui anatutazamisha wakati anakuja. Tunachotakiwa kukifanya ni kuomba kama Elisha alivyomuombea yule msaidizi wake, kwamba Bwana fungua macho yake apate kuona walio upande wetu. Unapopita pagumu sana, adui anakuonesha majeshi, adui anakuonesha nguvu alizo nazo, adui anakuonesha uwezo walionao. Wanatoka kwa silaha za vita, ni maonyesho yote ya silaha anakuonesha, na anakuonesha jinsi alivyowahi experience ya vita. Amepigana kuambia, nimepigana kwa Adam nimeshinda, sijui nimepigana kwa kizazi cha Sodoma nimeshinda, nimepigana kwa kizazi cha Nuhu kule nilishinda. Anaweza akakutizamisha kwamba nimeangusha wengi walio wakubwa, nimeangusha majemedari wakubwa, nimeangusha wengi ambao walitembea pamoja na Bwana, niliwahi kufanya hiki na hiki. Lakini hiyo ni historia. Mungu niliye naye ni jana, ni leo na hata milele. Alishinda, anashinda, atashinda. Ndani yake tunao ushindi wa milele na hakuna cha kutuzidi nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ukweli ni kwamba neno la Mungu ndilo linalosimama milele. Adui atapotoka na kukuhubiria, adui atakapotoka na kukusemesha kwa namna mbalimbali, hivyo vya kwake vyote ni vya kupita. Hayo ya kwake yote ni ya muda, lakini neno la Bwana alilosema ya kwamba wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda, hilo linadumu milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri, maana wewe ndiwe ngome yangu. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Amemkabidhi Bwana kila kitu. Hapo mwili umechoka, nafsi imechoka, roho nayo imechoka. Akaamua kusarenda kwa Bwana, kusema mikononi mwako naiweka roho yangu. Ukicheki Yesu aliyasema haya maneno pale msalabani, mikononi mwako naiweka roho yangu. Kimwili walimuona ndo amesalimu akafa, lakini katika ulimwengu wa roho hakufa. Ndo alikuwa anakwenda kuianza kazi ya kumshughulikia shetani na kuzichukua funguo. Naposema mikononi mwako naiweka roho yangu, haimaanishi kwamba Bwana niko tayari kufa. Ni maneno ya mashujaa wanaoianza vita. Wakati anasulubiwa msalabani, shetani alikuwa mbali, amekamata tu kiti chake cha enzi huko, bado yuko nacho. Lakini alipokufa ndo akajua kwamba roho ya mtu ikiwa mikononi mwa Bwana ni hatari zaidi ya hatari. Kwa sababu baada ya Yesu kusema mikononi mwako naiweka roho yangu, ndiko anguko la shetani lilipoanzia. Ndipo anguko la mauti iliyokuwa ikitawala tangu Adamu lilipoanzia. Walipomruhusu tu akatamka yale maneno, ndio lilikuwa anguko la shetani. Na sisi tunapaswa kujiweka mikononi mwa Bwana. Kazi zetu tuziweke mikononi mwa Bwana, mauti itaanguka kwenye hizo kazi. Biashara zetu tuziweke mikononi mwa Bwana, mauti itaanguka. Tunapoweka watoto wetu mikononi mwa Bwana, mauti itaanguka. Tunapoweka tumaini letu mikononi mwa Bwana, hakuna cha kutushinda, kwa sababu kinachotawala katika ulimwengu wa roho wa giza ni mauti. Sasa sisi tukijiweka roho zetu mikononi mwa Bwana, tukiweka biashara zetu, tukiweka kazi zetu, tukiweka huduma zetu mikononi mwa Bwana, tutaona anguko la mauti na uharibifu, anguko la kuzimu na uharibifu, anguko la shetani na majeshi yake yote. Ni sisi kujiweka mikononi mwa Bwana. Roho kuiweka mikononi mwa Bwana ni kusema, Bwana ninakutumaini kwamba peke yangu siwezi bila wewe. Sasa ninajikabidhi kwako 100%. Simama na mimi katika kila ninapopapitia. Naye Mungu ni mwaminifu zaidi ya uaminifu wote. Ukisha jikabidhi kwake 100%, ukavitoa vya kwako vyote kuwa vya kwake, yeye Bwana atakupigania na wewe utanyamaza kimya.
Haleluya. Neno la Bwana asubuhi ya leo linatutia nguvu na linatufundisha kwamba yupo Mungu ambaye hajatuacha. Yupo Mungu ambaye hajanyamaza kimya. Yuko Mungu ambaye bado ana mpango na sisi. Tusichoke. Tusitazame kwingine popote. Tusitizame msaada wowote. Umechoka, umepita pagumu, umejaribu, umeshindwa na unaona kukata tamaa, unaliona anguko kwa namna fulani. Bwana anatufundisha asubuhi ya leo. Bwana anatukumbusha asubuhi ya leo ya kwamba anaweza kutusaidia. Rejesha msimamo wako zako, rudi kumtizama Bwana kwa upya. Rudi tena kumwangalia Bwana kwa upya. Yeye hajachoka, yeye hajakata tamaa kukusaidia. Anasema tubuni mrejee, dhambi zenu zipate kusamehewa. Tubuni mrejee, tubuni ili ufalme wa Mungu uweze kuja. Unapoenda mbele za Mungu kwa toba, kwamba rudi mbele za Bwana kwa toba, na utakaposimama kwa toba mbele zake, ni utajikabidhi mikononi mwake, naye atainuka tena kupigana vita vyako. Simama tena kwa ajili ya elimu yako, simama tena kwa ajili ya familia yako, simama tena kwa ajili ya ndoa, simama kwa ajili ya taifa lako, simama kwa ajili ya uchumi wako, simama kwa ajili ya kazi za mikono yako, simama kwa ajili ya ufahamu, simama kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya karama na vipawa alivyoviweka Bwana ndani yako. Mtegemee Bwana na yeye atakuvusha kwenye vita unavyovipitia. Ni majaribu yanayokuja kwenye eneo la afya, bado simama, mtumaini Bwana. Usiwahi kujaribu kwenda mbele za Bwana kwa maombi huku ukinungunika. Usiwahi kujaribu kwenda mbele za Bwana huku ukiona kwamba hawezi, huku ukiona kwamba ameshindwa, huku ukiwa imani yako iko kwingine. Usiende mbele za Bwana kwa kumjaribu. Yeye Bwana anaweza kukuvusha. Yeye Bwana anaweza kukusaidia. Yeye Bwana anaweza kukutoa, na ndani yake wewe ukashinda na zaidi ya kushinda. Haleluya. Haleluya. Tusimame, twende mbele za Bwana. Tumshukuru kwa sababu ndani yake umo uweza na tunashinda na zaidi ya kushinda. Haleluya. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya uweza wako. Asante kwa ajili ya nguvu zako. Asante kwa sababu ni Mungu umechagua kutupigania. Ni Mungu umeamua kutusikiliza. Hujawahi kutuacha, haujawahi kutupungukia. Inasogea mikononi mwako Bwana kwa rehema. Inaomba uturehemu. Rehemu watoto wako Bwana, popote ambapo walikuacha na kutumainia pengine, popote ambapo walikuacha na wakimbilia kwingine. Bwana, ninaomba rehema kwa ajili ya kila mmoja. Ninaomba rehema kwa ajili ya kila mmoja. Ninamimina damu ya Yesu Kristo. Ninamimina damu ya Yesu. Ikiwa ziko sauti zingine zinazojaribu kumtoa mtu asiweze kuisikia sauti yako, kumtoa mtu asiweze kukutumaini, kumtoa mtu asiweze kukuona, aone kwamba uko mbali umemwacha, ninamimina damu ya Yesu kurejesha tumaini la mtu kwako. Ninaachilia damu ya Yesu kurejesha ule uwezo wa kuamini ya kwamba bado Mungu unajibu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye macho ya mtu kuona kwamba yupo Mungu anayejibu kwa moto, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Nitakutumaini wewe. Tutakutumaini wewe Bwana. Mwambie tu Mungu, nitakutumaini wewe Bwana. Nitakuamini wewe Bwana. Nitakuhofu wewe peke yako. Nitakaa mbele zako Bwana ulipo msaada wangu. Bwana, ninasimama pamoja na wewe. Ndiwe genge langu, ndiwe boma langu. Nimekukimbilia wewe. Ndani yako sintaaibika Bwana. Ndani yako sintashindwa Bwana. Ndani yako sintaanguka Bwana. Ndani yako sintakoma Bwana. Ndani yako sintateseka, maana nira yako ni laini na mzigo wako ni mwepesi. Ndani yako Bwana, ninashinda na zaidi ya kushinda. Adui sikia, achia ufahamu wangu, achia nafsi yangu, achia mawazo yangu, achia akili zangu, achia moyo wangu. Ninamtumaini Bwana, sina mwingine zaidi yake.
kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Simama katika Bwana, jitie nguvu katika Bwana, maana yuko Mungu anayeweza yote. Yuko Mungu anayeweza kukusaidia. Yupo Mungu anayeweza kukuvusha. Yupo Mungu ambaye halali wala hasinzii wala hachoki, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwenye vita mbalimbali vya magonjwa, kwenye vita mbalimbali vya kiuchumi, kwenye vita mbalimbali vya kibiashara, kwenye vita mbalimbali vya kifamilia, bado mtumaini Bwana anaweza kukusaidia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana wa mabwana, asante Mungu mwenye nguvu, asante Bwana wa milele, asante mfalme wa utukufu, asante Alfa na Omega, asante Mungu mweza wa yote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea sifa na utukufu Bwana, pokea sifa na uweza Bwana, maana umerejesha nguvu kwa watoto wako, umerejesha nguvu kwa kanisa lako, umerejesha nguvu Bwana, ninakutukuza. Pokea sifa na utukufu Bwana, pokea sifa na heshima Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pigia Bwana makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Basi Mungu ni mwema. Hongera kwa wewe ambaye umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha Morning Glory. Neema ya Bwana izidi kuwa pamoja nawe. Enenda katika kila eneo ukimtumaini Bwana. Enenda katika kila eneo mkimbilie Bwana. Usimkimbie Mungu katika eneo lolote. Kwenye kinachokifanya mkimbilie Bwana. Kwenye afya, kwenye familia, kwa watoto, kila pahali, kwenye taifa lako kimbilie Bwana. Chochote unachokiona kipo hasi, tafuta uso wa Bwana. Anaweza kukurejesha, anaweza kukuheshimisha, anaweza kukushindia hivyo vita dhidi ya aibu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hakuna aliyewahi kuaibika aliyemkimbilia Bwana. Enenda kwa ujasiri huo, enenda kwa nguvu mpya. Amelituma neno lake kama chakula ili upate nguvu ya kusonga kwa siku zingine mbele. Nasema bado kazi hii inakuhusu wewe. Inuka kwenye huo mretemu, enenda ukawapake mafuta wengine kwa ajili ya kazi ya Bwana. Bado tuna wakati mchache hapa duniani wa kuifanya kazi ya Bwana. Uinuka na tumaini lipya, ukasonga katika uweza wake, maana utashinda na zaidi ya kushinda. Haleluya. Basi namba za matoleo na mahitaji mbalimbali ya maombezi ni 0743 60 58 79, 0743 60 58 79. Enenda kwa uwezo wako huo, maana Bwana yuko pamoja nawe. Mungu awabariki sana. Muwe na siku njema nyote. Amen.